ya kukaa 420,000. Sasa hivi naambiwa ziko karibia 600,000. Na mshahara umepanda kutoka milioni 12 ni milioni 18. Unapewa hela ya kununua gari, unapewa insurance ya kutibiwa mpaka nje ya nchi. Sasa kwa mtu anayelipwa namna hiyo, kama mwananchi una uwezo kwa kura yako kumweka na kumuondoa, huyu mtu lazima atakuheshimu wewe, kwa sababu anajua umempa kazi ya maana. Hatataka kuipoteza, hatataka kukuudhi wewe ili usimnyang'anye hiyo kazi. Kwa hiyo atakuheshimu. Sio kama mnanielewa? Wangapi mnaelewa ninachokizungumza? Rais anayelindwa, akikohoa anatibiwa vizuri, analala pazuri, analipwa mshahara mabilioni, akiingia hapo atalipwa mpaka kufa kwake. Kama kura yako inamuweka na kumuondoa, atakuheshimu wewe, kwa sababu anajua umempa kazi nzuri. Ndio maana rais wa Marekani hawezi kuambia wananchi ujinga, hawezi kucheza na maisha ya wananchi, kwa sababu anajua miaka 4 ijayo watanitoa ofisini. Ndio maana rais wa Kenya anakalia kutikavu, anaheshimu wananchi, anajua wananchi miaka 4 ijayo wataniondoa madarakani. Leo mbunge wako akisimama bungeni, jambo la kwanza anasema namshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan. Sio wananchi wa Rungwe. Anamshukuru nani? Anatumia dakika 10 kusifu kiremba cha rais, jinsi rais anavyotembea vizuri, jinsi rais ameleta fedha, dakika 7. Alafu anasema hata hivyo pale Rungwe kuna shida kidogo hivi na hivi. Amemaliza, namshukuru tena rais, anakaa. Kwa nini? Kwa sababu kura yako haimweki madarakani. Ikichimbwa choo hapa Rungwe, wanakuja wanasema tunamshukuru rais kwa kutuchimbia choo. Kwamba rais kutoka Kizimkazi Zanzibar ndio ametuchimbia choo, sio kodi zetu. Ikijengwa darasa, tunamshukuru rais ametujengea darasa, sio wananchi waliolipa kodi. Kwa nini? Kwa sababu wanajua leo kura ya mwananchi haimweki wala kumuondoa madarakani. Wanamsifia yule atakayewapitisha kwenye chama, na yule atakayetuma polisi waibe kura, yule atakayetuma polisi wapige mabomu, yule atakayeagiza walimu waibe kura, ndio wanamsifia, wanaramba viatu vyake ili awarudishe tena kwenye neema ya kulipwa milioni 18. Sasa sisi tumeseteketea. Watu wa Kera mnanielewa? Watu wa Rungwe mnanielewa? Tumesema tukiendelea namna hii nchi hii itaangamia. Tumekuja kwenu kuwaomba muungane na sisi, tupiganie katiba na sheria bora, turudishe mamlaka ya kuongoza kwenye mikono ya wananchi, kama inavyosema katiba yetu ibara ya 8 kwamba msingi wa mamlaka na madaraka ya nchi yetu yatatoka kwa wananchi. Tukishapata hiyo, tutapata viongozi wazuri wanaotuheshimu. Tutarudisha uchumi wetu mikononi mwetu. Tutasababisha watoto wetu waajiriwe. Tutasababisha nchi hii watu wapate maji, watu wapate barabara, wapate matibabu mazuri. Iko hivi, watu wa Mbeya, watu wa Rungwe, mkoa wenu wa Mbeya una kilomita za mraba 62,000. 62,000. Nchi ya Israeli ina kilomita za mraba 44,000. Nchi ya Uholanzi ina kilomita za mraba 48,000. Kwa hiyo mkoa wenu wa Mbeya ni mkubwa kuliko Israeli, ni mkubwa kuliko Uholanzi. Uholanzi ina watu milioni 18. Mbeya kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 ina watu milioni 2.3. Tuna ardhi nzuri. Nyewe wenyewe mnaijua hii Rungwe yenu ni kama Kanani tunayohadithiwa kwenye Biblia. Kila zao linakuwa hapa.
Nasema uongo? Nyie ni kama kule kwetu Tarime, na ndio maana nyie ni watu wa misimamo. Ukitoka hapa mpaka unafika Kyela, mchere wa Kyela ni mchere namba 1 nchi hii. Uongo kweli? Mchere bora kabisa. Hapa mnalima parachichi, hapa mnalima viazi, mnalima nyanya, mnalima vitunguu, mnalima mahindi. Kyela wanalima mpunga, wanalima mahindi, wanalima kokoa. Serikali inachohitaji kuwafanyia watu wa Kyela ili wawe matajiri ni kuchukua maji Ziwa Nyasa iwasogezee kwenye mashamba, ni kuwapa trekta na kuwapa mitaji, ni kuwapa mbegu bora, ni kuwapa mbolea. Lakini serikali ya CCM haifanyi hivyo. Mwaka jana peke yake nchi hii tumeagiza mchere kutoka Pakistani wa dola za Kimarekani bilioni 234. Kuliko wape wakulima wako hizo fedha, wavute maji walete kwenye mashamba, wanunue trekta, wanunue madawa, wanunue mbolea, wapande mpunga, unazitoa hapa, unazipeleka Pakistani kutengeneza ajira. Mchere wa basmati unaletwa Tanzania, wakati watu wa Kyela wanaweza kulima mpunga na wakajenga majumba. Mtu akilima mpunga pale Kyela, akijenga nyumba, akiuza akiwa anajenga nyumba, atamlipa fundi fedha. Fundi akipata fedha, atanunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Mama atapata fedha, atapanda boda, ataagiza bodaboda imletee mboga kutoka shambani. Bodaboda atapata fedha, atanunua mafuta kwenye kituo cha mafuta. Yule ataajiri mlinzi, fedha itazunguka, Watanzania watakuwa na uchumi. CCM inachukua hizo fedha, inapeleka nje kutengeneza ajira. Mchere ni siku 60, siku 30 umeshavuna. Kama watu wana maji, hawatahitaji kusubiri msimu wa mvua ili walime. Watalima, wakivuna, watamwaga maji, watapanda tena, watavuna, watalima tena. Kwa mwaka watalima mara 3 au mara 4 mpunga, na watakuwa na uchumi. Serikali yenu inatoa hizo fedha, inapeleka nje ya nchi. Hii ni serikali ambayo kwa ripoti za BOT imeagiza mayai ya kuku, nyama za kuku kutoka Marekani kwa dola milioni 24.3, bilioni 68. Vijana wa Kyela, hizo fedha ukizigawa kwenye kila mkoa utapata bilioni 2.5. Ukizigawa kwenye kila wilaya, vijana watapata fedha, watajenga mabanda, mayai yatapatikana hapa Tanzania. Zinatolewa, zinakwenda kuagizwa nje. Serikali hii ambayo inaongoza nchi iliyojaliwa kila kitu, imetumia dola za Kimarekani bilioni 1.2 kuagiza chuma kutoka nje. Hizo ni trilioni 3 kwa fedha za Kitanzania. Bajeti yetu ni bilioni 42. Maana yake ni zaidi ya 9% ya bajeti ya nchi yetu imetumika kuagiza chuma, wakati tuna chuma pale Ludewa, Mchuchuma na Liganga, ambacho tungetengeneza tununue chuma ndani ya nchi. Tungempa mtu anayejenga SGR pesa za kujenga SGR kwa mkono huu tunamwambia chuma nunua hapa kwetu. Tunampa kwa mkono wa kulia, fedha zinarudi kwa mkono wa kushoto ndani, zinakuja kuajiri vijana wetu. Tungeenda kumpa Arab contractors kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, tunamwambia nondo zote lazima zinunue Tanzania, lazima chuma cha Tanzania kitumike. Ukishuka kwenye airport ya Afrika Kusini, wameandika bango kubwa pale, wanakuambia buy local to create job. Nunua ndani, vitu vya ndani kutengeneza ajira. Sisi fedha zetu tunazolipa kodi zinatolewa kwenda Ulaya, kwenda kutengeneza ajira. Migodi yetu inachimbwa na Wachina.
Watu wetu ambacho hawana ni ujuzi na vifaa vya kuchimba madini. Leo nilikuwa naangalia, tuko na Masaga pale, bei ya gramu moja ya dhahabu ni 255,000 kwa siku ya leo. Ukiwapa vijana wa Chunya, vijana wa Kyela mtaji na bidhaa za kuchimba dhahabu, watachimba dhahabu zile, watatajirika, watanunua magari, watajenga nyumba, uchumi utatembea hapa. Leo mmejihangaikia, mmetengeneza kilimo cha parachichi, serikali haijaleta hata watafiti. Nilikuwa naangalia bei ya parachichi ya Hass leo na Frost kwenye soko la dunia ni $3.4. Ukizikonvati, dola moja ni shilingi 2,600 za Kitanzania. Dola 3 ni sawa na 8,640. Leo ndio soko ya dunia parachichi inavyonunuliwa. Na vile viparachichi mimi nalima pale Makongo Mafinga, 4 tu ndio kilo moja. Uongo kweli? 4 ndio kilo moja. Nasema uongo? 4 au 3 kutegemea na ukubwa wa parachichi. Leo kilo moja kwenye soko la dunia ni shilingi 8,000. Wasira amekuja hapa anaitangazia dunia, kwa sababu kauli ya kiongozi wa chama kinachoongoza ina implication kubwa. Anawaambia dunia kwamba msinunue maparachichi ya Rungwe kwa sababu yana fungus. Hawa ndio watu ambao wanaongoza nchi hii. Nataka hii kauli imfikie Hussein Bashe. Nataka kesho awaambie Watanzania kauli aliyosema mwenyekiti wake kama ni ya kweli, kwamba maparachichi ya Rungwe yana fungus. Na kama maparachichi ya Rungwe yana fungus, kwa nini serikali haijaleta madawa kuhakikisha inaondoa hiyo fungus ili wananchi wapate mazao yao yapate bei inayotakiwa? Leo naambiwa kilo 100 ya parachichi ndi inauzwa shilingi ngapi? 8,000, 10,000. Hata ukienda Dar es Salaam tu parachichi moja ni shilingi 2,000. Kamoja kale. Uongo kweli? 2,000, 3,000. Tunataka hawa watu wawajibike. Na ndugu zangu, hii nchi inagawanywa. Leo mmesikia leri ya Tazara imekabidhiwa kwa Mchina miaka 20 na ngapi? 27. Si mmesikia? Bandari walipewa watu wa DP World wa Arabu, si ndio? Nchi ya Dubai inayopewa bandari yetu mwaka 61 ilikuwa na watu 70,000 peke yake. Yaani 1, 2, 3, 4, 70,000. Nyie watu wa Rungwe mko zaidi ya 300,000. Yaani nyie ni wengi kuliko Dubai ilivyokuwa mwaka 70.